السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. Nafikiri hapa ndio tulisimamia katika darsa iliyotangulia. Tumesimamia katika darsa katika kauluhu wa dalilu dhabhi qawluhu ta'ala. Sheikh alieleza mwanzo kabisa min anwa'i al-ibada, na akataja katika anwa'i al-ibada ni al-dhabh. Kwa hivyo dalili ya dhabh maana yake ni kuchinja. Kwa hivyo dalili ya kuchinja, mtu akiwa atachinja anachinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Anawaambia wa Mtume alayhi salatu wassalam aseme qul inna salati, hakika sala yangu, wa nusuki, na kuchinja kwangu, yani ibada ya kuchinja, kadhalik wa mahyaya, na uhai wangu na kufa kwangu, yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala, la sharika lah. Na hii ni sawa sawa na kauluhu ta'ala: fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala amemwambia mtume wake alayhi salatu wassalam, fasalli li rabbika, chinja kwa ajili ya Mola wako. Fasalli li rabbika, yani swali kwa ajili ya Mola wako, wanhar, na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Ni same na hii aya: qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Na akasema mtume alayhi salatu wassalam: wa min la'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala amemlani, na al-la'na ni mtu kutolewa, kuwekwa mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtu akiwekwa mbali na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajabaki isipokuwa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amemlani yoyote ambaye kwamba atachinja kwa asiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na dhabh, ahlul ilm wanagawanya dhabh ala aqsam, yani mtu kuchinja labda ana nia tofauti. Labda mtu anachinja kwa ajili kuna dhabhun lillah, yani kuchinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile mtu, wale watu wanapoenda haji wanachinja alhadi, kama vile Allah asema hatta yablugha alhadiyu mahillahu, yani manake yule hadi ni mnyama ambaye kwamba anachinjwa katika Makka, kisha anatolewa sadaka kwa wale fukara Makka au masakin, na maskin na mafukara wa Makka ndio wanakuwa ni wenye kupewa. Hii ni hadi. Kwa hivyo inatakana akichinja hiyo hadi, huyu mnyama ambaye anamchinja, ima ni mbuzi ama ni kondoo au ni ngamia, akiwa anachinja achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-udhiya. Udhiya, najua watu wengi mnakumbuka hivi karibuni tu tumetoka katika Eid al-Adha. Kwa hivyo udhiya pia ni mnyama ambaye anachinjwa siku ya Eid al-Fitr, Eid al-Adha, au 3 ayyam baada, yani baada ya Eid al-Fitr, baada Eid al-Adha, ambaye ni ayamu tashriq. Kwa hivyo huyu kuchinja huyo mnyama, inatakana mtu anapochinja achinje kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuna mtu kuchinja labda kwa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani kama vile mtu kuenda kuchinja, yani kujikurubisha, kwa sababu wale mtu anapochinja huwa anajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anataka awe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, yani amechinja ili Allah subhanahu wa ta'ala awe ni mwenye kumridhia na mwenye kumpa thawabu ya hiyo kuchinja. Na ikiwa basi mtu atajikurubisha kwa asiokuwa Allah subhanahu wa ta'ala,
na akachinja kwa nia ya kujikurubisha, kama mfano labda amechinja kwenye sehemu labda ni kaburi, ama labda kwa sababu ya jini fulani labda anamwambia usipofanya kadha wa kadha mimi nitakufanya kadha wa kadha, au lazima uwe ni mwenye kuchinja kadha, basi hii katika hali kama hii mtu anakuwa ni mwenye kuingia katika shirk al-akbar, nasallallahu salamata wal afia. Kwa hivyo hii ndio kitu ambaye Sheikh anazungumzia katika mtu anapokuwa ni mwenye kuchinja kadhabhi li ghairi Allah, kama kadhabhi liljin au li ashabi alqubur. Kwa hivyo hii katika hali kama hiyo, mtu akichinja katika hali kama hii, anachinja kwa sababu ya kujikurubisha kwa mtu fulani, au kwa ajili ya kujikurubisha kwa jini fulani, ama labda ndio mtu wake awe ni mwenye kupona, labda ana mgonjwa, basi katika hali kama hii huyu mtu anakuwa ni mwenye kuingia katika shirk. Ama mtu kuchinja, labda wakati mwingine huenda mtu amechinja kwa ajili ya anahitaji nyama, akaenda akawa ni mwenye kuchinja. Kwa hivyo hii ni shay ambaye kwamba ni mubah, kama vile saizi labda umeona hii weekend ukule nyama, ukaenda ukachinja mbuzi ili upate nyama. Kwa hivyo hii kitu kama hii ni shay ambaye kwamba ni mubah, yani ni jaiz, haina ishkali, kwa sababu wewe haujachinja kwa sababu ya kujikurubisha kwa yoyote asiyokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama labda mfano mgeni amekujia ukamkaribisha, ukachinja mnyama kwa sababu ya kumkaribisha mgeni, kwa sababu ya kumkirimu mgeni, inakuwa ni sawa, kwa sababu Mtume alayhi salatu wassalam anasema kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu, amkirimu mgeni wake. Ama labda mfano mtu akona sherehe ama akona harusi, akachinja kwa sababu ya ile furaha ambayo kwamba akonayo. Kwa hivyo kitu kama hii haingiani na masala ambayo kwamba tumeizungumzia. Inakuwa shirk wakati ambayo kwamba mtu atakuwa anajikurubisha kwa kitu fulani, ama kwa sababu ya kaburi fulani, au kwa sababu ya kutii jini kadha. Kwa hivyo hali kama hii ya kujikurubisha kwa siokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio mtu anakuwa ni mwenye kuingia katika shirk. Nadhani itakuwa imeeleweka, wallahu a'lam. Kisha baada dhalika Sheikh ametaja mas'alatu an-nadhr, akasema wa dalilu an-nadhri qawluhu ta'ala yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Sheikh ameeleza hapa katika miongoni mwa ibada pia ambaye kwamba haitakikani mtu kupeleka wa sarfuha li ghairi Allah, inakuwa ni shirk, ni ibada ya nadhr. Wa nadhr ni huwa al-ahd wal-ilzam, yani ni mtu kuahidi na kujilazimisha, kama vile mtu kujilazimisha na kitu ambaye kwamba si wajibu kwake, akajilazimisha yeye mwenyewe, akasema mfano nikijaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kadha wa kadha nitafanya kadha wa kadha. Kwa hivyo katika hali kama hii inatakikana yule mtu akipata ile khairi ambaye labda akisema labda mathalan mtoto wangu akipita kadha wa kadha, au mtoto wangu akihifadhi nitafanya kadha wa kadha. Kwa hivyo kile kitu ya khairi ambaye kwamba ameweka nia na ameahidi Allah subhanahu wa ta'ala atafanya hivyo, basi awe ni mwenye kutekeleza, kwa sababu Allah ameeleza yufuna bin nadhri. Wale watu wema ni wale ambao kwamba yufuna bin nadhri, wanatekeleza nadhiri yao, nadhiri ambayo kwamba wameweka wanaitekeleza. Kile kitu ambayo wamejilazimisha na Allah hajawalazimisha, basi wakishajilazimisha inatakikana wawe ni wenye kutekeleza hiyo ahadi. Kwa hivyo yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Kwa hivyo hii ni katika sifa ya waumini. Na masala ya an-nadhr na adh-dhabh labda kuna tafasil ambaye kwamba nyingi, lakini kwa sababu kitabu chetu ni sehemu ambayo kwamba ndio tumeanzia, na katika masala ya an-nadhr pia zinakuja al-ayman wan-nudhur katika kutub za fiqh, katika bab ya al-ayman wan-nudhur. Kwa hivyo ni sehemu ambayo kwamba inahitaji wakati zaidi, lakini sisi hiyo kiwango ambayo tumeashiria kwa kulingamana na kitabu chetu nafikiri kinatosha. Kisha baada dhalika intaqala Sheikh rahimahullah ila al-asl ath-thani, baada ya kumaliza al-asl al-awwal. Al-asl al-awwal
ambaye tulikuwa tumesema kitabu ni al-usulu thalatha, na al-aslu al-awwal ilikuwa ni nini jana? Al-aslu al-awwal, al-aslu al-awwal mmesahau sio? Ilikuwa nini? Tumesema usulu thalatha, aslu al-awwal ni nini? Maarifatullah, sio? Sasa hiyo ndio tumemaliza. Mambo haya yote ambayo tulikuwa tunazungumzia ni katika maarifatullah, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndio tulikuwa tunaeleza katika darsa tangu tumeanza. Kwa hivyo Sheikh amemalizana na masala ya maarifatullah, wantaqala al'an ila al-asl athani wa huwa ma'rifatu din al-islami bil adilla. Akaeleza al-aslu athani wa huwa al-aslu athani ma'rifatu din al-islam bil adilla, ni kujua hii asli ya pili ni kujua dini ya Uislamu pamoja na dalili yake. Kujua dini yani pamoja na dalili yake. Na hapa Sheikh baada dhalika mubashara ameeleza maana al-istislamu lillah, akaeleza al-islam. Lakini kalimatu din ahli al-ilm wanasema ahyanan inaelezwa kalimatu din bimaana yuqalu dana lahu idha ata'ahu. Tunasema dana fulanun li fulanin bimaana idha ata'ahu, akimtii tunasema fulan dana lahu bimaana ata'ahu. Na wakati mwingine inakuja wayutlaq wa yuradu bihi al-hisab, yani kalimatu din inakuja kwa maana wakati mwingine na inakusudiwa ya kuwa ni hisab, alhisab yani yaumul hisab, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema maliki yaumiddin, yani siku Allah ndio mfalme wa siku ya malipo, yaumul hisab. Na akaeleza katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala wama adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, kisha akasema nini? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah. Kwa hivyo hii ni maana ambayo kwamba pia Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ya kuwa yaumuddin ni yawma la tamliku nafsun li nafsi, siku ambayo kwamba nafsi haitakuwa ni yenye kumnufaisha nyingine, li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, na mambo yote hukumu yote ni yake Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo. Kwa hivyo hii ni baadhi ya maana, lakini hapa Sheikh anakusudia al-Islam, yani dini ya Uislamu kwa ujumla. Naam, maarifatu dini al-islami bil adilla, kujua kwa dalili. Yani maana dhalika isiwe mtu anachukulia hii Uislamu kama vile ni urithi. Yani mfano akiona watu wanaswali, mfano mtu anafunga hivi, hajui labda akisema watu akisema Allahu akbar, mfano kwa sala anasema Allahu akbar, akishasema Allahu akbar hajui anasoma nini, akirukuu labda hajui anasoma nini, akisujud lakini yeye anajua hizi af'al, anajua hivi vitendo namna zinavyofuatana, anajua akitoka hapa anakuja kwa rukuu, akitoka kwenye rukuu anainua hivi mikono. Kwa hivyo inawezekana ima mtu labda amekaa katika Uislamu muda na hajui ni kitu gani anafanya ndani ya sala, ama saa zingine labda mtu ameingia katika Uislamu na hajajifunza, akaelekezwa mara ya kwanza akawa anaswali na watu, na baada dhalika akawa amebaki tu hivyo, yeye ni Muislamu na hashughuliki kutaka kujua dini yake. Kwa hivyo hizi ni makosa ambayo kwamba inafanyika, na bali wengi wakiona ya kuwa vitu zinafundishwa ndani ya msikiti anaona ni mambo ya kawaida, yeye anajua na anaona tu ni kuwa anaelewa, kwa hivyo hakuna kitu atakuwa ni mwenye kujifunza, ikawa tu anaondoka na masala haya. Alafu baadaye labda inafanyika labda akifanyikiwa kitu chochote ndani ya sala akawa hajui afanye nini ndani ya sala. Ama wengi unaona labda saa zingine mtu akisujud
ama akirukuu, mfano unapata huku nyuma yote iko wazi. Na tunajua ya kuwa katika ibada ya sala, katika shurut za sala ni satrul aura, lazima mtu awe ni mwenye kujistiri uchi wake. Na sahi kila mtu akisikia kustiri uchi, kila mtu anasema kweli nani anatembea labda uchi. Lakini unakuta wakati ambaye tuko ndani ya sala, tuna rukuu ama tuna sujud, haupati kwa safu isipokuwa kuna mtu mmoja ama wawili au zaidi ambao uko katika hali kama hiyo. Na wewe unadhani sala kama hizi zinakuwa ni zenye kukubalika? Kwa sababu tunajua sharti ni kuwa sharti ikikosekana inakosekana al-mashrut. Yani idha fuqida ash-shart fuqida al-mashrut. Maana dhalika ile shart ya satr al-aura ikikosekana hakuna ibada iko pale. Kwa hivyo inatakikana Muislamu kujifunza dini yake na kuweza kuelewa dini yake kwa dalili, ili asiwe tu ni mwenye kufata yoyote ambaye labda leo ukisikia huyu amesema hivi unafata huyu, kesho ukisikia mwingine khalas. Sasa wewe itakuwa unazunguka wala hujui dini yako ni inaelekea wapi. Kwa hivyo Muislamu anatakana awe ni mwenye kujifunza dini yake na kuelewa dini yake namna inavyotakikana. Maarifatu dini al-islami bil adilla. Na taban ad-dalil ni al-kitab was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas as-sahih inda al-jumhur. Hiyo ndio hizi ni adilla al-muttafaq alaiha, na kuna adilla al-mukhtalaf fiha, lakini hizi ndio asasi, hizi ndio msingi ya kuwa ukisikia kuna kitu ibada kadha inahitaji dalili min alkitab, yani mtu akueleze hii ni ibada kwa sababu ya kadha, Allah amesema kadha wa kadha. Kama vile tu mfano kama vile Sheikh ametupatia katika hii kitabu, Sheikh alituambia anwa'ul ibadati ni kadha wa kadha, kisha akaanza kutueleza dalili proof ya kila ibada. Anasema hii ni ibada kwa sababu Allah amesema kadha wa kadha, mtume amesema kadha wa kadha. Kwa hivyo hii ndio msingi, hivyo ndio msingi ambaye kwamba inajengewa ibada, kwa sababu inajulikana inda ahli alilm ya kuwa al-aslu fil ibada ni at-tawaqquf wal man', ni kuwa mtu hafai kufanya ibada yoyote isipokuwa baada ya kujua ya kuwa hii ibada imefunzwa na mtume alayhi salatu wassalam, imekuja katika Qur'an, imekuja katika sunna. Wa ila mtu hafai kujianzishia ibadati zake na kufanya vile anavyotaka, na anapofanya hivyo basi ndio huwa ameingia katika bid'a. Nasallallahu salamata wal afia. Kwa hivyo kuna umuhimu wa Muislamu kujua dini yake na dalili. Kisha Sheikh akasema baada dhalika, baada ya kueleza akaeleza al-Islam. Ma huwa al-Islam? Akasema al-Islam huwa al-istislamu lillah. Al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahli. Hii ndio taarif ama definition ambayo kwamba inakusanya maana al-Islam. Anasema Uislamu, al-Islam huwa al-istislamu lillah, ni mtu kusarenda na kujisalimisha, kujipeana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istislamu lillahi bitawhid, kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu yeye peke yake bila kumjalia na washirika. Bitawhid wal inqiyad lahu bitta'a, na akawa ni mwenye kufata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufata maamrisho yake na kukaa mbali na makatazo yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasul. Hivyo ndio Muislamu anatakikana kuwa, na akasema fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, yani tutakuwa tumezozana katika kitu fulani, tumeshindwa kuelewana, basi turudishe mambo haya kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake alayhi salatu wassalam. Na maana dhalika ni tuirudishe katika kitabu Allah, tuirudishe tuangalie Allah subhanahu wa ta'ala anasema nini na mtume wake alayhi salatu wassalam anasema nini.
Kwa hivyo hiyo ndio maana ya fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Idhan hiyo kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na wal bara'atu min ash-shirki wa ahli, na kujiweka mbali na ushirikina na washirikina, kama vile Allah anasema faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati al wuthqa. Faman yakfur bitaghut, yoyote ambaye kwamba atakufuru taghut, atakaa mbali na chochote ambaye kinaabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'min billah, na akamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, huyu ndio atakuwa ameshikamana na la ilaha illa Allah. Al urwatu al wuthqa ni la ilaha illa Allah. Kwa hivyo na mtu anakuwa ako mbali na washirikina, kama alivyosema pia Ibrahim alayhi salatu wassalam, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ibrahim alayhi salatu wassalam aliwaambia watu wake pamoja na babake, kwa sababu walikuwa wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, akawaambia mimi niko mbali na yale ambaye kwamba mnayaabudu, na ibada yangu namthibitishia nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Illa alladhi khalaqani, yani huwa maabudi, yeye peke yake ndio namwabudu. Kwa nini? Yeye ndio aliyeniumba. Illa alladhi khalaqani, isipokuwa yule ambaye kwamba ameniumba. Kwa hivyo aliyekuumba ndio unatakikana kumwabudu peke yake, wala haufai kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Kwa hivyo Sheikh ameeleza maana al-Islam, kisha akasema wa huwa thalathu maratib, yani hii Uislamu ina sehemu tatu ama ina level tatu, na katika hii maratib au darajat imekuja kupitia katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam, ambaye itakuja biidhnillah, alipouliza mtume alayhi salatu wassalam mal islam, mal iman, mal ihsan. Kwa hivyo mtu akisema hizi maratibu din ambayo mnasema zimetoka wapi, unawaambia zimetoka, na ana haki ya kuuliza. Ndio maana tumesema kila kitu ambaye kwamba mtu anaposema hii ni katika dini, anatakana awe ni mwenye kuleta dalili. Kwa hivyo ana haki ya kuuliza, hii ambaye mnasema ni maratibu din au ni daraja za dini, mumezitoa wapi? Kugawanya hiyo dini sehemu tatu, mumetoa wapi? Tunasema imetoka katika hadithi ya Jibril alayhi salatu wassalam, alipomuuliza mtume alayhi salatu wassalam mal islam, mal iman, mal ihsan. Na kisha akaambia Umar radhiyallahu anhu, mwisho wa baada ya mwisho wa hadith alimuuliza ya Umar atadri man as-sa'il, unamjua aliyeuliza? Umar akasema Allah wa rasuluhu a'lam. Akasema huyu ni Jibril, amekuja kuwafunza dini yenu, amekuja kuwafunza dini yenu. Kwa hivyo hiyo dini ambayo imeelezwa ni gani? Ndio ile mal islam, mal iman, mal ihsan. Ndio ahlul ilm wakasema Uislamu ama dini imegawanyika ama iko level tatu. Kwa hivyo tuko na al-Islam, kisha al-Iman, al-Ihsan. Watu wengi, kila mwenye kushuhudia shahadata la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, huwa ameingia katika al-Islam. Kisha baada dhalika watu wanatofautiana daraja. Unaweza fikia darajatul iman ama ukabakia, kwa sababu tunaamini ya kuwa watu wanatofautiana katika imani. Watu wanatofautiana katika imani. Kuna wale ambao kwamba imani yao iko juu zaidi, kuna wale ambao imani yao iko katikati, na wale ambao kwamba imani yao iko chini, na wote ni Waislamu. Kwa hivyo ukishaamini hivyo utajua ni rahisi kuelewa masala haya, kwa sababu mtume alayhi salatu wassalam ametueleza katika yani ayat ni nyingi na ahadithi ni nyingi ya kuonyesha ya kuwa waumini wanatofautiana katika imani.
innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah, waumini wa ukweli wale ambao kwamba imani yao imekamilika, kwa sababu si kila muislamu ambaye akisomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni wajilat qulubu, yani anapata kuwa taathir katika kalbi yake na akawa ni mwenye kulia. Sasa tunasoma ni watu wangapi wanalia? Hakuna anaelia. Kwa hivyo inamaanisha kuwa si kila mtu ambaye kwamba anaweza fikia hiyo daraja. Kwa hivyo kuna wale ambao imani yao iliyokamilika zaidi. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah anapotajwa wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinakuwa ni zenye kuogopa. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na wanaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, inawazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kwa hivyo hii ni kuonyesha kuwa watu imani huzidi na imani hupungua, na imani huzidi kwa kufanya fi'lu ta'at. Mtu anapofanya khairat zaidi, na labda kutoka usubuhi mtu amesali salatul jamaa, kabla dhalika labda amesali raka mbili, akasali salatul jamaa, akasoma adhkar, kisha baada dhalika akatawakkal, akafanya shughuli zake, akawa ni mwenye kusoma Qur'an na akajitahidi kwa hiyo siku kupata salatul jamaa zote kwa takbira pamoja na kusali nawafil, utapata hiyo siku ni tofauti na siku nyingine ya kawaida ambaye labda uliamka tu kaswali sala, labda haujasoma adhkar, labda haujapata takbiratul ihram. Kwa hivyo kila mtu anapokuwa anafanya al-amalu salih zaidi, ndio kila imani yake inavyozidi, na kila tunapopunguza al-amalu salih ndio amal na imani inakuwa ni yenye kushuka, na pia imani inakuwa, na mtu anapofanya maasi ndio imani inakuwa ni yenye kupungua zaidi. Kwa hivyo watu wanatofautiana katika al-iman. Kwa hivyo tunakuwa na al-iman al-islam ambaye inakuwa ni daira kubwa, imekusanya watu wote. Kisha baada dhalika watu wanatofautiana. Kuna mtu anafika katika darajatul iman, na kuna yule ambaye kwamba anafika katika darajatul ihsan. Na darajatul ihsan kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kwa hivyo unaona hii ni daraja alia jiddan, ni daraja ya juu zaidi. Mtu akawa ni mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni kama vile yuko mbele yake. Fa in lam takun tarahu, na hii ni aqall daraja. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, kama haumuoni basi jua Allah anakuona. Na tutakuja kueleza hizi darajat za ihsan biidhnillah wakati wake tutapokuja kuzungumzia masala ya ihsan. Kwa hivyo hii ndio Sheikh anaposema masala ya dini ya kuwa imegawanyika hizi sehemu tatu, wa huwa thalathu maratiba: al-islamu wal-imanu wal-ihsan, wa kullu martabatin laha arkan. Na kila moja katika hizi tatu zina nguzo zake, zina pillars zake. Kwa hivyo inshallah katika darasa itakayokuja tutaanza hapo katika martabatul ula ambayo kwamba ni al-islam. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.